Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo juu mbinguni. Tupe leo riziki yetu ya kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na hata waliotukosea. Usitie katika majaribu, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amin. 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 Kioko pamoja na Nikodemus, msiwe na shaka wala fauku yote katika nafsi zenu, maana uwepo wa Mwenyezi Mungu umeshuka juu ya maisha yenu ili kuwatendea haki wanangu. Basi kama jinsi ambavyo mnajua wanangu, sijakuwa nikiwaeleza mimi ni nani wenu, ila niliweza kuwapa taswira chache kwa kueleza kwa kifupi wanangu. Mimi ni mtume wa kifo na uhai, na ndio maana katika mkono wangu nimeweza kukabidhiwa kitabu cha uhai na mauti. Ina maana kitabu cha uzima, kwa kimombo the book of life. The book of life. Ile tuweke hayo kando wanangu, maana leo ni siku ambayo ni takatifu, na siku ambayo ni kuu, siku kuu katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Maana ni siku ya kumiminiwa mafuta ya uongozi kwa mmoja wenu. Mafuta haya yanaenda kumiminiwa kakako Kioko, ewe Nikodemus. Na mafuta haya yatakuwa ni ishara za kupewa uongozi na Mwenyezi Mungu, kuweza kuongoza wana wa Mungu pasi na kuwapoteza. Na kuomba Kioko, uwe mwenye hekima ya Mwenyezi Mungu, maana Mungu anaenda kukupa hekima kama aliyompa Suleimani ndugu yako. Nataka ukae ukijua kuwa Kioko ni mmoja wa wana wa Daudi, na ndio maana tumeamua katika ufalme wa Mwenyezi Mungu kumteua kiongozi katika dunia hii, yule ambaye ataweza kuifanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Na tumekuchagua wewe kwa sababu tumeona unyenyekevu wako, na tumeona jinsi ambavyo unafanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa moyo mmoja na moyo mkunjufu. Basi ujue itakuwa ni mtihani mkuu kwako, ewe Kioko, maana wewe ndio unamuongoza Nikodemus katika safari hii ya wokovu. Na basi nataka uambie ndugu zako katika dunia hii ya kuwa hukumu ya Mwenyezi Mungu yaja. Ndio maana tumeamua kukumiminia mafuta haya matakatifu ili uwe kiongozi na uwe mfano mzuri katika dunia hii. Maana muda si mchache au muda si mrefu, Yesu mwana wa Mungu yu karibu kurudi. Na ndio maana nataka uhubiri injili njema, injili ya wokovu,
Kwa yote na ambaye ataweza kupokea taarifa hii aweze kuokoka na kumkubali Yesu katika nafsi yake kama mwokozi na kimbilio ya moyo wake. Maana wakati huu ni nyakati za mwisho, kama jinsi ambavyo tuliweza kueleza kupitia kitabu au kupitia ndugu yenu Yohana. Naamini taarifa hiyo imeweza kukufikia ewe Kioko. Mwenyezi Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ukaweza kuitenga bahari, ukaweza kuyatenga maji na nchi kavu, ukayatenga maji na mbingu, kwa maana wewe ni Mungu mwenye uweza. Tazama mafuta haya naenda kumimina kwa mwanao na kumpokeza pia, akaweza kuyahifadhi kwa ishara ya kazi na nguvu zako katika dunia hii. Mwenyezi Mungu, kupitia mwanao Yesu Kristo, naomba mafuta haya yakawe na nguvu. Mungu mwenye uweza, nimefanya kama jinsi ambavyo umeniagiza. Naamini utaweza kumbariki mtumishi wako Kioko na kuweza kumtumia kuhubiri injili hii. Najua ya kuwa yeye ni mwanadamu wa kawaida, lakini nenda ukampe nguvu zako, Mfalme Mungu mwenye uweza, ili akaweza kuifanya kazi yako kwa uaminifu, ukamtia nguvu na kumuondolea udhaifu wa mwili na kuijaza roho yake kwa hekima na kwa uvumilivu ulio mkuu zaidi. Asante Mwenyezi Mungu.